na kazi. Huku sekta ya afya katika kaunti ya Trans Nzoia ikiimarisha mikakati ya kuboresha huduma za matibabu kwa wagonjwa wanaougua kifafa, takwimu kutoka idara ya afya zinaonyesha kuwa idadi kubwa ya wagonjwa hao hawana uwezo wa kugharamia matibabu kutokana na umaskini. Katika hafla ya uhamasisho wa ugonjwa huo mjini Kitale, familia zinazoishi na wagonjwa hao wanasema kuwa ukosefu wa fedha na umaskini umeathiri hali ya wagonjwa wengi ambao wanakosa huduma muhimu ya matibabu na kuwafanya kuishi na changamoto nyingi maishani. Idadi ya wagonjwa hao katika kaunti ya Trans Nzoia imeripotiwa kuongezeka kutokana na uhamasisho kuondoa dhana potovu kuhusu ugonjwa huu ambayo inasababishwa na inaweza pata mtu yote, haswa sana wale tunapata head injuries, sana sana wale ambao tunaendesha bodaboda bila helmet, kuna uwezekano unaweza pata head injuries. Changamoto ile tunapitia sisi ni maneno ya dawa kununua. Unajua mtu wa epilepsy lazima ameze dawa daily, na kuna mwenye anameza hata mara 3 kwa siku. Unaelewa dawa ya epilepsy vile ni bei kali sana. Toka mwaka jana wakati partners wetu walikuja on board, tumeweza kupata wagonjwa wameongezeka. Kwa saa hii idadi inapita karibu wagonjwa 1000. Pale awali tumekuwa na wagonjwa karibu 700 kwa takwimu zetu, lakini wameongezeka na tunashukuru sana watu kwa kuweza kuleta hawa wagonjwa. Katika hospitali za Trans Nzoia saa hii tumepata ufadhili ambao unatusaidia kupata madawa ambayo yanaweza tibu ugonjwa huu na kupunguza hali ya wagonjwa hawa kuanguka kila mara.